Serikali ambayo wakati wa maandamano ya sufuria, maandamano ya ugali, kuna vijana walioaga dunia na hadi sasa hivi hakuna afisa hata mmoja polisi ashaoingia ndani. Kila ambacho Jamila naona rais hapendi ni mtu ambaye anamkosoa. Kujua siasa zilizo ndani, je kweli Cleo Malala alikosea, je walimu wakuu walikosea, nani kakosea, nani yuko sawa? Mama Jamila unasemaje? Nafikiri hata uligusia kidogo pale mwanzo uliposema kwamba mchezo ulianzia kuanzia stage ya kwanza. Sio kama siku hizi bado ni zones. Okay, zama zile ilikuwa zones na sub county. Kwa sababu ya county. Ikatoka huko ikakuja mpaka kufika nationals. Na ikawekwa kwamba itakuwa katika miongoni mwa michezo ambayo itakuwa inaigizwa, kwa sababu tunajua kwamba term 1 huwa msimu ni wakati wa drama festivals, kisha term 2 wa music festivals, na kisha term 3 wa ni games. Sasa walishafika paka hapo. Na nakumbuka mazungumzo manungunuko kuhusu mchezo huu yalikuwa yameanza nafikiri wiki moja wiki mbili kabla, wakati ambapo kulikuwa na amri ya mahakama iliyotolewa iliyosema kwamba shule hii inapaswa kuruhusiwa kuandaa huo mchezo wa kuigiza katika nationals. Na maswali yakawa mengi kuhusu kwani kulikuwa na shida gani hii shule ilikuwa inaruhusiwa kufanya mchezo huu. Na kuna mwanafunzi wa zamani ambaye alienda mahakamani kutaka mchezo huo uwekwe hewani. Na katika zile stakabadhi za mahakama alikuwa na affidavit alikuwa ameandika pale. Anaitwa Anifa. Yeye alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanafunzi wa chuo wa shule hiyo ya Butere Girls waliohusika katika mchezo wa Shackles of Doom. Wakati huo pia ilizua controversy sana. Na katika affidavit yake alisema kwamba wanafunzi waliambiwa waende zao nyumbani. So unajua wakati ambapo drama festivals huja just after tumefunga shule. So wanafunzi wengine wakienda zao nyumbani, nyinyi mna proceed to nationals. So wanafunzi waliambiwa waende zao nyumbani kwa mchezo hautaigizwa. Kutokana na kile amesema katika hiyo affidavit ni mwalimu mkuu wa shule hiyo alipokea maagizo kutoka kwa afisa mkuu wa Wizara ya Elimu. Hakuwa specific kwamba mchezo huo haupasi kusonga mbele katika mashindano haya na wanafunzi waende zao nyumbani. Na wanafunzi wakaambiwa waende zao. Na baadaye alipoelekea mahakamani, mahakama ikatoa amri ikasema wanafunzi warejee ili waweze kuigiza huo mchezo. Na wanafunzi wakaanza kuitwa sasa. Watu washaenda nyumbani wakaambiwa warudi. Na kufikia Jumatano afternoon wiki jana ndio walikuwa wamefika katika shule ambayo wanapaswa kuwa wakilala. Kwa sababu nationals mwaka huu walikuwa wanafanyika katika kaunti ya Nakuru, shule ya Lions. Na kizaazaa kilianzia hapo. Kwa sababu mwendo wa jioni mwandishi wa kitabu wa mchezo huu ambaye ni aliyekuwa seneta Cleophas Malala alikuwa anataka kuja katika shule hii ambapo wanafunzi walikuwa ili kufanya yale practice na mazoezi na rehearsal. Kwa sababu wako wamefanya rehearsals for a bit. Sababu kumbuka wanafunzi wakawa shaambiwa waende nyumbani, mchezo hautakuepo. Ndio pale kizaazaa kikazuka, polisi wakaja pale, wanahabari pia walikuwa pale, kukawa na standoff ya karibu takriban saa 4, tear gas ikarushwa pale. Hata miongoni mwa wale jeruhiwa ni mwanahabari wetu wa Nakuru Merian Nyambura, ili kumzuia Cleophas Malala asiingie katika shule ile. Na akashikwa. Na baadaye akasemekana alikuwa amepelekwa kituo cha polisi cha Eldama Ravine. Mambo hayakuishia hapo. Kesho yake ndio siku ambayo wanafunzi hao walikuwa wanapasa kuonyesha huu mchezo, na sasa ikazukia kizaazaa kingine. Kwanza watu gate ilifungwa. Hata hao wameenda drama festivals nyingi. Sisi pia tulipokuwa wadogo tulienda. Mambo ya kufungwa kwa gate haikuwa iko open to everybody. Gate imefungwa kwanza. Pili, hakuna mtu ameruhusiwa kuingia ndani. Tatu ni basi tu ya Butere Girls iliruhusiwa kuingia. Wanafunzi wakawekwa stage bila audience, bila microphone, bila props, nothing. Wakaimba wimbo wa kitaifa na wakasema sisi hatufanyi mchezo bila director wetu, na wakaondoka. Wakiondoka kizaazaa kikazuka pale, tear gas ikarushwa. Wengi ambao walikuwa wanaona haya hawakuwa hata wamejua kwamba kuna mchezo unaitwa hivyo. Wengi wako wanajua tu kwamba kuna script ambayo inaonekana imezua mihemko hivyo. Watu ndio walikuwa wanajua drama festivals zinaendelea. Wale wenye interest ndio probably hata wameenda Nakuru, wameona, walikuwa wanajua kuna kitu kama hichi. Lakini kwa sababu ya haya tuliona Jumatano usiku na Alhamisi asubuhi, mchezo huu ukapata a life of its own. Kila mtu akawa anajua kuhusu Echoes of War. Kila mtu akitaka kutazama kujua ni nini imesababisha hali hii, kiasi cha kwamba kama ulivyotuwekea pale hata viongozi wote wa kisiasa wakaanza kuzungumzia. Nakumbuka siku hiyo waziri wa usalama, PS wake, waziri wa elimu, PS wake, viongozi wale ambao wako katika upinzani, kila mtu alianza kuzungumzia swala hili. Na maswali yakaibuka kuhusu mbona imechokoza sana uongozi kiasi cha kwamba juhudi zinawekwa kuzuia mchezo huu uigizwe na wanafunzi. Kuna nini mle ndani katika ile script ambayo imesababisha hali ambayo tunaona sasa? Kwa sababu
sababu zilitolewa kadhaa na Wizara ya Elimu, na ukisikia kwamba baadhi ya viongozi walikuwa wanasema kwamba ati script ilibadilishwa dakika ya mwisho, ama kuna mabadiliko yaliyoka katika hiyo script ikilinganishwa na zile ambazo zilikuwa pale awali. Kuna wale ambao wanasema Cleophas Malala sio mwalimu wa TSC, hapasi kuhusika katika kazi hii. Mwenyewe amefanya zaidi ya plays 80 na hata utakubaliana na mimi. Hasa ukiangalia masuala ya drama festivals, hata sisi tulipofanya tukiwa shuleni, walimu wenu sio wale ambao huja kuwafunza mara nyingi. Drama teacher wanaleta watu kutoka nje kuja kuwafunza. Mimi hata nakumbuka wakati wetu tukifanya dances, tulikuwa tunaletea walimu kutoka nje kuja kutufunza hata maneno, jinsi ya kutamka haya maneno ya hizo nyimbo ambazo tunaenda kuimba, kutufundisha zile movements, kutufundisha hiyo acting, drama play ndio hii, script ndio hii, director ndio huyu. Sio lazima kwa mwalimu wako yule ambaye yuko pale na wewe wa drama ndiye anakufundisha. Si mwalimu wetu wa drama alikuwa mwalimu wa CRE. Yeye alikuwa patron wa drama na alikuwa mwalimu wetu, anasimamia tukienda kila mahali anaenda na sisi, lakini wale ambao walikuwa wanatufunza walikuwa wengine. Mwisho kabisa, kama wizara inasema kwamba hako mwalimu wa TSC, script ilibadilishwa na hayo yote, tunaangalia vitu viwili. One, adjudicators reports za sub county na county ziliandika nini. Ukisoma tuko naye hapa, una good direction, good scripting, good use of props, good. Unajua walikuwa wameandikiwa very good comments pale. Sijui kama walikuwa naambiwa kando change your script, it was too whatever, ama hii script ilikuwa sawa. Mimi sikuona kwa zile comments. Na mwisho kabisa, hata nikimalizia, serikali ama Wizara ya Elimu ituambie kuna walimu wangapi ambao wameajiri ambao wanafunza drama, wale ambao wako na hiyo ujuzi ya kuandika scripts, ya kudirect plays, hata kwa sports. Shuleni tukicheza sports, mwalimu wa hockey alikuwa anakuja kutoka nje kutufundisha, wa volleyball alikuwa anakuja, yule alikuwa anafundisha watu table tennis alikuwa anakuja kutoka nje, mwalimu tofauti. Tuambie wizara imewekeza wapi kwa walimu ambao wanajua kufundisha hizi games, wawe TSC, tuseme kwamba huyu mwalimu ako registered ana TSC kuja kufundisha watu drama, ama ako registered ana TSC kuja kufundisha watu table tennis. Kwa sababu baadhi ya mambo ambayo arguments zinatolewa, mimi kwa maoni yangu yako yana make sense. Odipo, tuko hapo kwa kuongezea. Unajua ukianza kusema kwamba watu wafanye tu kile ambacho wamefunzwa. Mimi kwa mfano kabla nija hapa nilikuwa fourth choice striker wa Leopards. Sasa huwezi sema kwamba rudia hapo. Sasa huwezi sema kwamba siwezi tangaza kwa sababu mimi ni mtu wa kandanda. Lakini bali na hayo kuna mengi ambayo yamesemwa kuhusiana, watu wengi wamezungumza kuhusiana swala hili la mchezo wa kuigiza wa Butere. Mimi nitaangazia mada tofauti. Jinsi nadhani wale ambao wanazingira ama wale ambao ni washauri wa serikali ndio wanastahili kuwajibishwa. Manake huu mchezo wa kuigiza haungevutia aina mchezo huu, kila Mkenya akawa anavutiwa kutaka kujua ni kipi ambacho kinaonekana kama serikali inajaribu kukificha. Ikiwa swala hili halingepewa aina ya maafisa wa polisi pengine ambao walijaribu kuweza kuzuia mchezo huu, ingeandikwa tu habari ndani ya gazeti kwamba kulikuwa na mchezo wa kuigiza kutoka shule ya Butere Girls, na ndani hata hakuna Mkenya, usiwa Kenya wengi, bali na wale ambao wangehudhuria hafla hiyo mchezo tamashizo mchezo wa kuigiza kule na kwenu, ambao wangekuwa wanajua kwamba kulikuwa na mchezo wa aina hii. Na ikumbukwe kwamba hivi ndivyo baadhi ya wanasiasa wamepata umaarufu wao. Na nadhani kileo mahali yuko wamefurahi. Manake amepewa umaarufu wa bure. Amepewa tu umaarufu wa bure na serikali ambayo inaonekana nikana kwamba inajaribu kumdhalilisha. Umepewa umaarufu wa bure. Manake kama hawaingeingilia swala hili la mchezo wa kuigiza wa Butere, hakuna mtu yeyote ambaye angejua. Rais William Ruto akumbuke kwamba mojawapo wa masuala ambayo yalimpa umaarufu mkubwa sana kuonekana kupigwa vita na serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ilimpa umaarufu mkubwa sana. Sasa ikiwa anarudia yale, ikiwa serikali yake itarudia yale kwa viongozi wa upinzani, bila shaka hao pia watapata ule maarufu ambao walikuwa nao. Na mchezo wa kuigiza, mara nyingi vitabu vingi tumeviona ambavyo tamthilia zimeandikwa za kuikosoa serikali, vitabu kama Kidagaa, Tumbo Lisiloshiba, vitabu vingi tu vimeandikwa. Kile kitabu cha Ngugi wa Thiong'o, I will marry when I want, ama Ngahika Ndenda Lincoln atakwambia vile, ni vitabu ambavyo vinajaribu
kukosoa serikali. Na baadhi ya hizo vitabu Betrayal in the City, baadhi ya hivyo vitabu viliweza kupigwa marufuku, lakini serikali ilikuwa inafanya vile. Ikishafanya vile, sasa kila mtu anataka kujua ni kipi kilicho katika hiki kitabu cha Profesa Wathiongo Almaro in Awards. Ni kipi kilicho katika Kidagaa, ni kipi kilicho katika hiki kitabu cha Tumbo Lisiloshiba. Na wakati yale yanafanyika, basi kuna kitu ambacho kinajaribu, wananchi wanaona sasa kuna kitu ambacho pengine kinajaribu kufichwa na mamlaka husika. Mamlaka hayo kwa sasa ni mamlaka ya Rais William Ruto. Wale ambao wanashauri serikali, nadhani wanastahili kujiuliza maswali mengi sana. Wajiuite kama mkutano, ni kipi ambacho wanakifanya ambacho hakifai. Kidogo tu kabla Lincoln kutupa hoja yake, kidogo tu Lincoln na hoja. Wengine wote ambao huenda wakawa na upinzani dhidi ya yale ambayo yanaendelezwa na Kenya Kwanza, sidhani kama kweli kuna watu waliokaa katika ikulu, waliokuwa katika afisi kuu sana za kiserikali, hata katika boardrooms za wizara ya elimu, na kusema kwamba huyu Malala lazima azimwe, hawa wanafunzi wa Butere Girls lazima wazimwe. Sidhani. Labda ile ilikuwa ni opportunity nzuri ambayo ilijitokeza, ndipo Wakenya wasahau mengine mengi ambayo yanatendeka serikalini, tukawa na drama nyingine ambayo ililetwa na serikali tusahau mengine ambayo yanaendelea. Labda ilikuwa ni njia ya kutuliza yaliyokuwa yamefichuliwa na kina Gachagua na kina Muturi. Tuwe tunazungumzia swala hili juma moja, majuma mawili, majuma matatu, tuingie Pasaka, lingine liletwe tulizungumzie. Huku chini tukiwa na mengine ambayo yanatendeka bila sisi kujua. Ziara kwa mfano ya kule Uchina, tuwalenga nini kutafuta kule Uchina katika hii ziara ambayo tusikia ya karibu juma zima. Kuna mengine mengi ambayo hutendeka huku chini ambayo labda huwa hatuzingatii sana kwa sababu tumewekwa busy na serikali. Lakini pia upande mwingine ni vizuri tuulizane maana halisi ya CBC, Competency Based Curriculum, ambayo ndio tuwaitekeleza sasa, mfumo ambao tumekuwa nao tangia mwaka wa 2019. Miongoni mwa masuala ambayo yanazingatiwa zaidi katika mfumo huu mpya ama mtaala huu mpya wa elimu hapa nchini ni kuweza kupata uwezo kamilifu wa mwanafunzi. Kama Odipo anasema kwamba zamani alikuwa ni mwanasoka shupavu sana kule magharibi mwa nchi. Kama angepewa nafasi labda hatujui angekuwa wapi sasa hivi. Lakini 844 ilipoondolewa ama inapoendelea kuondolewa na tunaleta huu mtaala mpya wa CBC, miongoni mwa masuala ambayo wanafunzi wanatahiniwa ama mfumo huu wa imarisha zaidi ni kuweza kuwatambua wale walio na vipawa, kwa mfano vya kuigiza. Tuna pathways 3. Kuna pathway ya STEM ambayo ni masuala ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hesabu. Tuna pathway nyingine ambayo ni Arts and Sports Science, na tuna pathway nyingine ya Social Sciences. Sasa ukiangalia hii ya pili ya Arts and Sports Science, masuala ambayo ama masomo ambayo wanafunzi watakuwa wanafunzwa zaidi ni muziki, kuna fine art, yani wale ambao wanaweza kuchora. Kuna pia performing arts, kazi hii ya kuigiza na pia na pia dance ambazo Jamila katika ujana wake alikuwa anashiriki. Tuna media studies, tuna physical education na pia sports na pia creative writing, yani ule ubunifu wa kuandika. Masuala haya yanakuwa nafunzo katika shule zetu za upili. Hawa wanafunzi walio katika junior secondary wakiingia katika senior school mwaka ujao, miongoni mwa pathways ambazo watakuwa wanazingatia zaidi ni hii ya arts and sports. Sasa vipi tawadhalilisha wanafunzi ambao wanajaribu bahati yao kuigiza? Tena ndio hao tunakabili uigizaji wao kwa kutumia vitoza machozi. Seriously, wizara ile ambayo yazungumzia kwamba tualenga kutekeleza CBC vizuri, ndio sisi ambao tuwajaribu kuzima ndoto za hawa wanafunzi. Haya masuala mawili yachanganya tena. Na atia sauti ya jamii, yale ambayo tunaona katika vitabu hivi, tamthilia hizo plays, ni yale ambayo yanaendelea katika mazingira yetu. Kwa sababu nilikuwa tunajaribu kuangalia hiyo script ya Echoes of War. Ilikuwa inazungumzia nini haswa? Ilikuwa inazungumzia masuala ya mvutano ulioko kati ya the old na wale wa vijana. Inazungumzia kuhusu uongozi. Inazungumzia jinsi ambavyo wale ambao ni wachanga wamepoteza imani na uongozi wa wale ambao ni wazee. Kwa sababu tamthilia hiyo ilikuwa iko based in a
kingdom moja ya Kiarabu ilikuwa inaitwa Royal Velvet Emirates, ambayo iko katika maeneo kule ya kaskazini mashariki, ambapo kuna makabiliano kati ya wale ambao ni vijana na maono yao na wale ambao ni wazee na uongozi wao, wadogo vijana wakiona kuna ukandamizaji pale, kuna haki ambazo zinakiuka na masuala kama hayo, na wakilalamika kwa njia yao wakitumia teknolojia na vitu kama hivyo. Na mchezo kama huu ama tamthilia kama hiyo, na ukiangalia hiyo synopsis inawiana pengine yale ambayo tulishuhudia hapa nchini Kenya mwaka jana wakati wa maandamano ya vijana wakilalamikia uongozi na yale ambayo yalikuwa kiendelea. Na kama nilivyosema, sanaa ni kioo cha jamii. Yale ambayo tunayaona pale katika ile stage na yale ambayo tunaona, kwa sababu kuna plays nyingi national plays inakuja kama ngapi ukiangalia, na kuna theme ambayo wanapewa, lakini ukiangalia kwa undani masuala ambayo yanaangaziwa katika hizo plays ni mengi ambayo tunashuhudia katika mazingira yetu, iwe hapa nchini, iwe katika mataifa yaliko karibu ama hata kama ni mataifa ya kigeni. Ni jambo ambalo tunaliona na ni mambo ambayo yapo, na kama walikuwa wanaangazia yaliyojiri mwaka jana, ni mambo ambayo yalitokea hapa nchini Kenya, iko katika historia yetu. Sasa baadaye watoto kwa kifunzwa shule na kama 2024 mwezi Juni, haya ndio yalitokea. So si haki kuzuia ama kuzima ama kufunga ama kujaribu kumazul uhuru huu wa kujiexpress, wa kujielezea kupitia sanaa na tamthilia. Wajua ninalosema ni kwamba kidogo tu, manake hizi tamasha zimetulea sisi wote. No. And sorry to mention, Itumbi ambaye yako State House. No. Sanaa imemlea. No. Itumbi is a director. No. He is a producer. Wakati alikuwa anaenda Kangaroo Boys, yeye alikuwa mwalimu? Hakuwa mwalimu. I know him. Itumbi, me have seen Itumbi acting, akinarrate. So he should be the first person at State House to tell the president hii ni sanaa. It has nothing. Wakati Gen-Z walileta shida, what did we do? Tukaanza wao vijana wetu, watoto wetu, tafadhali njooni tukae chini tuzungumze. That's the same thing when the Butere girls act on stage. Let's say what tumewasikia. Tumesikia hoja zenu vile ambavyo mnazungumza, and notwithstanding the same stage as we are talking, there are so many plays ambazo zimekuwa acted even without Butere girls being on stage, zima condemn corruption, siji technology, maswala ibuka tu yana ambayo tunajadili. Kwa hivyo it's not in isolation. Probably lugha ambayo Butere girls walitumia ni tofauti na lugha ambayo wengine wametumia. Pengine majazi ambayo hawa wengine wametumia ni tofauti na yale. Yani mimi tamasha zimenilea. I've been a producer, a director, an actor, I have performed. Kwa hizi tamasha tu ndio zimetulea. So tamasha si mbaya, madirectors si wabaya, lakini kile ambacho nasema muongozo uko wapi? Ikiwa kwa hakika Cleophas Malala alikiuka muongozo wa tamasha, manake kuna muongozo wa serikali wa tamasha na sisi kama waandishi tunajua, ya, na ikifika kwamba wewe umekiuka, kuna sheria inasema be disqualified, you be adjudicated. The child will be adjudicated. Kwa mfano kwenye tamasha za muziki kuna maada mbalimbali ama kwenye madaraja mbalimbali. Yeah. Unaweza pata wanafunzi wamekuja kwenye jukwaa. Mfano sheria inasema msiwe less than 13 and more than 16. Lakini hawa watoto wametoka Marsabit. Wakaja pengine kwenye tamasha, mmoja akagonjeka ama wawili wakagonjeka. Sasa wamebaki 12 na wametoka Marsabit, wametoka Western. As an honorable adjudicator, nikiona hali kama hiyo ndaita mwalimu nimuulize mbona ni 12? Aseme wawili wamegonjeka. Now, will I say they cannot perform because they are 12? What do I do? Nasema wacha wa perform kwa sababu wamekuja, lakini sheria kwenye muongozo wetu sisi wana syllabus itakuhukumu, inasema you must be at least 13. But nimeruhusu watoto wa perform. So that's what would have done. Wacha watoto wa perform. Sisi to deal na hii script at a different level, either don't score them or either disqualify them later, alafu mwende muwaeleze this is this. So there are so many other avenues would have handled this issue kama taifa kuliko vile ambavyo imekuwa handle. Because look at it this way, unaenda kuperform stage, maafisa wa polisi wamejaa, already in tension. All of us wale ambao tumekuwa kwenye sanaa tunajua props are very important. Kama nimezoea kutembea na bakora kwenye stage kama mfalme, leo hii unaniambia usiingie na bakora stage, unataka niingie na nini? Pengine bakora ndio kupa poster ya you know how we act, okay? Na waelekezi wote ambao wamefanya hii miaka yote ambayo plays zimeenda State House, manake hazianza kwenda leo. Most of the plays that are performed before the president, most of those items are produced by
teachers. Okay. They are yes, hiyo tamasha na mbwembo ambazo tuliona Rais Uhuru Kenyatta, aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta akichukua ule kijana Otongolo. Otongolo tani. Aliyemtrain sio mwalimu wa highway. I know who was the trainer, but it is entertaining. So wakati mimi nasema let's not throw away the baby with the bathwater, ni kwamba serikali yetu, wizara ya elimu haina walimu wa kutosha wa drama. Basi. Haina makocha ambao imetrain wa kutrain mpira. Wawache hawa wataalamu waje as experts, advisors, trainers, mentors na kadhalika. But inachohitaji kufanya ni kusema, rais aseme kwamba we accept kwamba kuna watu wako na talanta wanaweza saidia, lakini tuweke mwongozo. Tuseme for you to be a trainer in a school, vigezo ndio hivi. Are you getting? For you to be a soccer trainer in a school, vigezo ndio hivi. So let guys apply. Na ni vizuri tuliendeleze hivi. Serikali inapowakabili hawa wanafunzi wa Butere Girls, inaposema kwamba hata Malala hafai kuingia katika shule, na wengine wakasema kwamba hata hafai kuingia shuleni nyakati za usiku, wakisahau kwamba hizi trainings na rehearsals hufanyika nyakati za usiku. Tunapoingia katika senior school mwaka ujao, Januari mwaka ujao, tuna miezi 8 pekee. How many teachers? Tuna walimu wangapi ambao wamepata mafunzo? Tuna walimu wangapi ambao wizara ya elimu ambayo inasimamiwa na huyu Ogamba Migos watakuwa wamefuzu na kuingia katika shule zetu kufunzia hizi subjects ambazo nimezizungumzia: music, fine art, performing arts, media studies, physical education and sports na creative writing. Kwa sababu Malala na wengine na Kinatea huingia katika taasisi hizi kwa sababu kwa hakika hatuna wataalamu na watu walio na ujuzi wa kufunzia haya mambo katika shule zetu. Ndio maana shule za tafuta wataalamu. Lakini sasa hizi zitakuwa ni subjects ambazo lazima zisomeshwe katika CBC. Serikali imejihami na walimu wa kutosha. Forget about Butere Girls first. Lakini kuna wale wanafunzi ambao kote nchini Kenya wana nia ya kuendeleza line hii ama path yenyewe ya sanaa na kadhalika. Kuna wale ambao wangependa kuendeleza kuchora, wajue tu namna wanaweza kuimarishwa wachore vizuri. Tuna wataalamu wa kutosha, tuna walimu ambao wamefuzu kutoka colleges zetu. Kuna wale ambao wanapewa mafunzo sasa upya ndipo wachukue hizi subjects. Tutapata kwa mfano mwalimu ambaye alifunzwa namna ya kufunza hisabati akipewa kazi ya kufunzia sanaa. Kuna uwezekano mkubwa kwamba walimu ambao kazi yao ni kufunza lugha ama wamefunzwa namna ya kufunza Kiingereza, Kiswahili, lugha ishara na kadhalika, ndio wale wataambiwa ingia darasani ufunze fine art. Mwalimu ambaye hawezi hata kuchora kibonzo cha mtu, hawezi hata kuchora chochote, hata gari hawezi kuchora, ataambiwa yeye ndiye anacho ile talent. Ni swala zito hili ambalo lafaa kuchukuliwa kwa uzito wake. Lakini namna tunaona utekelezaji wa CBC katika miaka hii 6 ambayo tumekuwa na CBC, tuna uwezekano mkubwa kwamba Januari mwaka ujao tutakuwa na uchache wa walimu ambao wana utaalamu maalum kumfunzia haya masomo maalum. Hata wenzangu mmezungumzia kuhusiana na swala la sanaa kuwa kioo cha jamii. Na tuachane kidogo na masuala ya Butere Girls. Haswa umesema kwamba katika hiyo michezo ya kuigiza kuna masuala mengi ambayo yalikuwa yanaangaziwa, ambayo shule nyingi tu zimeigiza kuhusiana masuala ya ufisadi, masuala ya maadili katika jamii. Kwa mfano, gari linapotoka kule Sirare Transmara limebeba bangi. Hilo gari linaelekeza hiyo bangi Mombasa, lakini linashikwa Makueni. Limepita vituo vingapi vya polisi? Hii ndio baadhi ya masuala ambayo yanaangaziwa. Wakati gari moja la kampuni ya Metro linasababisha ajali, mtu mmoja anakufa. Sasa huo ndio wakati ambapo NTSA inakumbuka kwamba haya magari yote yanastahili kwenda kufanyiwa ukaguzi upya. Haya ndio masuala ambayo sanaa huigiza na kuonyesha maovu yaliyoko katika jamii. Wakati ambapo gari la magendo linatoka kule Meru linaendeshwa kwa kasi kabisa kuja hapa Nairobi, alafu linasababisha ajali likifika Nyeri, limepita vituo vingapi vya polisi ambao haukuona kwamba hili gari lilikuwa linaendeshwa kwa kasi mno na lilikuwa linahatarisha maisha ya abiria? Haya ndio baadhi ya masuala ambayo yanaangaziwa katika michezo hii ya kuigiza. Kile ambacho serikali na wadau husika wanastahili kukifanya ni kuangazia haya mambo yanastahili
kuangaziwa vipi ili aweze kurekebishwa, hususan yasababishe maafa zaidi kuliko hali ilivyo kwa sasa. Nafikiri hata tuangalie hii issue sio kwa sababu mojawapo ya sababu ambazo zimezua mihemko ni kwa sababu ya huyo Cleophas Malala mwenyewe. Kwa sababu sisahau, I think mwaka mmoja uliopita alikuwa anaunga mkono serikali hii. Alikuwa ni katibu mkuu wa chama tawala cha UDA. Alikuwa hata wakati mmoja watu wanamuita waziri bila portfolio, kwa sababu hata alikuja hapa wakati mmoja kwenye mahojiano akawa anakuja na gari la lililokuwa na flag, lilikuwa na bendera na escorts. Nakumbuka alikuwa na hadhi yake katika uongozi wa taifa hili na katika serikali hivi sasa. Mambo yakienda mrama wakakosana. Na amekuwa akizungumza sana akipinga serikali. Na huenda hiyo ni mojawapo ya sababu ambazo swala hili zima limetokea. Tumeshuhudia yote. Pengine ingekuwa hata wewe umeandika hiyo script ya Echoes of War, probably tungeendelea tu na play na tusonge mbele. Huenda tatizo sio, huenda hata tatizo ni yule ambaye aliandika 2012 ndio Out of Doom something. Shackles of Doom pia ilizua maswali mengi, na amekwepo kwa muda mrefu kama tulivyosema, na nafikiri kuna mwaka 2018 play yake ndio ilishinda katika nationals. Mimi kwa maoni yangu ni kwa sababu ya individual mwenyewe ambaye anahusika katika uandishi wa tamthilia hii ambaye ni Cleophas Malala. Ndio sababu ambayo mambo yamekuwa hivi, kwa sababu unamsikia hata waziri akisema waziri Bigosi ni nani, si mwalimu, unajua amehusika vipi. Na wanafunzi walikuwa wanasema we can't do it without our director. Walipofika pale kwa stage wakiimba national anthem wakasema sisi hatuwezi kuperform play bila director wetu. Na ndivyo mtaratibu ya mambo ilivyo. Hata kwaya unaendaje huko mna perform na hakuna conductor. Unajua kuna mambo ambayo hayafanyiki and it's totally unfair. Sasa tuko kwa galas ata. Nafikiri jana na leo ni galas. Alafu kesho Jumatano Mungu akipenda watu wataelekea State House kwenda finalist concert tafanyika State House. Na kwa watoto wanafunzi wengi ndio I think kilele cha mashindano haya kwenda kuperform State House. Sisi tulipona Nakuru kwa wakati wa Rais Moi. Mpaka sasa sijasahau kwa sababu ilikuwa inamaanisha kwamba jambo kubwa sana umefika mbele ya rais wa taifa na ukaperform dance ama play ama vitu kama hivyo. Kwa sababu kwa maoni yangu wa very unfair kwa wanafunzi hawa ambao wametrain a whole term, kwa sababu mnaanza mtamu tu ikifunguliwa, umechukua muda wako mwingi, pengine jioni mko hapo kucram script. Unajua kuna vitu vingi ambavyo muda umewekwa pale, resources zimewekwa pale, na wana deserve kufika mahali ambapo walipofika. Lakini sasa kufikia nafasi ya mwisho mnawazuia kwa sababu ya siasa zenu wenyewe ambazo haziwahusu wanafunzi hawa miaka 15, 16, 17. Ndani ya Jambo Kenya, and we can bet kwamba hazionekani kuwa za kweli. Manake katika hadhara nyingi za kisiasa ambazo tumemwona rais, yeye huja na timelines. Katika kipindi cha miezi miwili, katika kipindi cha miezi mitatu, katika kipindi cha miezi 6 nitakuwa tumetenga shilingi bilioni 4.6, tumetenga shilingi bilioni. Sasa kile kipindi kikamilika na huu mradi haujaanza, mfano kulikuwa na ujenzi wa barabara sehemu moja yote ile, tingatinga zimeenda pale, amezindua, akirudi jijini Nairobi ama akielekea kwingine, zile tingatinga zinarudi mahali zilikuwa, lakini barabara imezinduliwa. Baada ya kipindi cha miezi mitatu au kipindi cha miezi 6, hiyo barabara aliwaahidi wale wakazi wa eneo hilo, na haijasonga hata hatua moja, ama hata kama inafanyika lakini haijakamilika, haijafikisha hata nusu. Basi unajua ukiahidi mtoto kitu ama ukiahidi mtu kitu na usitimize katika kipindi ambacho ulimwahidi, bila shaka huyo mtu hawezi kukuhusisha na ukweli. Na nadhani hiyo ndio ile wengi wakosoaji wake wanasema ni trust deficit. Wengi wa Kenya hawaamini kwamba kile anachowaambia ni ukweli, hata kama ni rais anaweza sema kwamba katika kipindi cha miezi mitatu nitakuwa nimefanya kitu fulani, ama katika kipindi cha miezi 6 nitakuwa nimefanya kitu fulani, lakini miezi mitatu na miezi 6 ikamilike, na pengine huu mradi ukamilika katika kipindi cha hata miaka 2 ama mwaka mmoja. Nadhani hii swala la kuweka timelines angeliondoa, kwa sababu nikija mahali kuna jinsi mambo ya serikali kusimamiwa. Nikija mahali fulani niseme nitajenga hili soko, mwanzo kabisa hili soko liko kwenye bajeti. Manake ni bunge ambalo litafanya bajeti na kupitisha ile bajeti ambayo itatoa jinsi rasilimali zitakavyogawiwa, jinsi mradi fulani utaelekezwa Turkana, mradi mwingine uelekezwe Trans Nzoia, mradi mwingine uelekezwe Kajiado, mradi mwingine uelekezwe Lamu. Lakini sasa kama unasema hivyo na pengine katika bajeti haijatenga fedha
za kuhakikisha kwamba swala hilo linafanyika, basi kile kipindi kitakamilika na wewe mwenyewe unajua kwamba hausemi kwa ubaya. Ungependa wale wakazi wa eneo hilo wawe na ile barabara. Ungependa wale wakazi wa eneo lile wawe na hilo soko. Lakini ukisema itatendeka ama nimetenga, lakini hakuja tengwa kwenye bajeti, hapo sasa nadhani ndipo kuna balaa. Jamila, mimi nafikiri pia kubadilisha msimamo wake kwa baadhi ya mambo ambayo anayozungumzia. Kwa mfano anaposema nakumbuka wakati ule ambapo zile maandamano za Gen Z zilipofanyika, alafu akasalimu amri akasema kuna baadhi ya mambo ambayo tutafanya ikiwemo kupunguza safari zetu, kupunguza gharama zetu na matumizi yetu. Alitoa ahadi kuhusu hata kutoa fedha michango katika makanisa. Alizungumzia kuhusu uongozi ambao tunautaka. Alizungumzia mambo mengi. Lakini sasa miezi kadhaa baadaye alivunja hizo ahadi. Hata ile kusema kwamba tutapunguza the number of advisors by 50%, hata tukua tunajua walikuwa ngapi wakati huo. Baadaye akabadilika, akateua wengine. Alirudi pale kwanza kutoa michango kanisani. Alirudi pale kuwateua baadhi ya wale watu ambao walikuwa awali waliondolewa. Hiyo tu ni mfano wa mambo ambayo amesema, na baada ya siku kadhaa akabadilisha. Ndio maana kuna hiyo trust deficit. Hiyo jambo zima la kutoamini kile ambacho anachosema, kwa sababu tumeshaona anasema hiki, baada ya muda anabadilisha na anasema mengine. Na kunaye records ya yeye akisema kitu fulani. Na alivyosema ndipo hiyo kupatiana timelines kwamba tutafanya kitu fulani kufikia wakati fulani na haitimi. Hata ukiangalia zile ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni, hata ukiangalia ile manifesto ya hii serikali na mambo ambayo alikuwa anapasa kuwa short term, mid term na long term goals, hizi short term hazijatimizwa. Kwa ripoti ya Mzalendo hapa alikuwa anasema nafikiri 9% tu ya mambo ambayo aliahidiwa ambayo ingekuwa yamefanyika kufikia sasa miaka 2.5 baadaye hajatimizwa. Hata wakati akiwa katika kampeni za uchaguzi alizungumza akasema kwamba hakuna ushuru ambao utaongezwa. Hakuna ushuru ambao utaongezwa, akishtumu serikali iliyokuwa awali kwa kuweka ushuru, akisema hakuna nyingine itaongezwa. Miongoni mwa mambo ya kwanza ambayo ilifanyika ni kuongezwa kwa ushuru na mishahara wale ambao wako katika formal employment inaendelea tu kudonwa watu wanadona kwa Kiswahili unavyosema. So hii jambo zima ya kutokuwa na imani naye na kutoamini yale ambayo anasema, na tukana kwa yale ambayo yametoka ya tunayaona, they didn't come from a vacuum. Katika muda wa miaka 2.5 iliyopita ahadi zilizotolewa ambazo hazijatimizwa ni nyingi zaidi ya zile ambazo ziliahidiwa na zikatimizwa. Na anasema atashangaza wale ambao wanasema kwamba hatotimiza. Tungoje tuone. Kwa sababu unajua hiyo trust deficit pia inavunjika kutokana na yale ambayo tunayasikia kutoka kwa wale ambao ndio watu waweza kusema hao ni disgruntled, wamekasirika, kama kina JB Muturi na kina Rigathi Gachagua kuhusu mambo wanayosema yanaendelea katika serikali hiyo, kuhusu fedha ambazo hazieleweki, uhusiano na mataifa mengine ambayo hayaeleweki, mambo ambayo wana gain kutokana na serikali na gain kutokana na uhusiano na mataifa kama Sudan, Kosovo, sijui ni hayo yote ambayo alikuwa anasema DRC. So kuna mengi ambayo anasemwa pale ambayo yanaendelea zaidi kuerode ama kuvunja ile trust tuko nayo. So pengine tuone mambo tofauti, seeing is believing wanasema Kiingereza, na kusikia ndio yale ambayo utaamini ukiona kama mambo ambayo unayasikia na unayaona yanaambatana na zile ahadi zinazotolewa. Na uwezo wote wa fedha zote ambazo za kusanywa hapa nchini Kenya. Ile hali tulijipatia uhuru kama wa Kenya, tukawa na sheria, tukawa na katiba, tukajitengea hata sura zima ya nambari 12, sura 12 ya katiba kuhusiana na usimamizi wa fedha za umma, hivi kwamba miradi hii yote ambayo yafaa kutufikia kwa sababu tushatoa ushuru. Kazi ya serikali ile mamlakani ni kusimamia ushuru tunaotoa na kutekeleza ahadi ambazo imetoa kwetu. Sio favor kwamba barabara fulani zijengwe, sio favor kwamba madaraja yajengwe na kadhalika. Rais anaposema kwamba yeye si wazimu na kwamba atawaibisha wale wote ambao wanadhania kwamba yeye ni wazimu kwa kuuliza maswali kuhusiana na kutotekelezwa kwa ahadi ambazo Odipo amezitaja, hakuna mtu humlazimisha rais kutoa ahadi hizi. Aliposema kwamba kwa mfano akina mama watulie tu nyumbani mwao, ile gesi ambayo walikuwa wananunua shilingi 1200 watainunua kwa shilingi 300. Hakuna mtu alilazimisha rais kutoa ile ahadi. Wengi walirejea nyumbani na kujua kwamba angalau hata sitakuwa natumia makaa tena, sitatafuta kuni kwa sababu gesi kulingana na serikali itashuka hadi shilingi
300 kwa kila mtungi. Hata katika miradi hii mikubwa hii kama ujenzi wa nyumba za gharama ya chini, ahadi ya serikali ilikuwa kwamba kila mwaka tutakuwa tunajenga nyumba 1250. Lakini ukiingia katika mtandao wa Boma Yangu unapata ni mipango pale ya kujenga nyumba 1200 kila mwaka. Tangia serikali ya Kenya Kwanza ilipoingia mamlakani, miaka 2.5 tungekuwa na nyumba ambazo zimekamilika 1500, zile ambazo zimekamilika na Wakenya kuingia mle ndani. Mwaka wa kwanza 200, mwaka wa pili 200,000, nusu mwaka angalau 100,000. Kufikia sasa tufaa kuwa na nyumba 1500 ambazo zimekamilika na Wakenya kuingia pale ndani, kwa sababu ushuru huu tumeutoa. Lakini nyumba hizi hazijaisha, na zile ambazo serikali ilisema kwamba zitafunguliwa hivi karibuni ni nyumba 4,000 pekee. Tukawa na ahadi kwamba hatakopa zaidi, kinyume na serikali hapo awali. Yetu itakuwa ni serikali ambayo itategemea ushuru wa Kenya, na mikopo ya kigeni haitategemewa kuweza kuendeleza masuala taifa. Kufikia sasa tunadaiwa takriban shilingi trilioni 11. Ahadi ya serikali ikawa kwamba akiingia mamlakani tu hivi, kwa mdomo wake yeye mwenyewe, kwa kile ambacho alikisema yeye mwenyewe bila kulazimishwa na yeyote atea, kwamba 50% ya mawaziri wangu watakuwa ni wanawake. That's what he said. Na wengi wakaamini kwamba kwa hakika tukiangalia baraza la mawaziri 22, 11 watakuwa ni wa kike, 11 watakuwa ni wa kiume. Kisha baada ya uteuzi tukawa na mambo ambayo ni tofauti kabisa. Hivi ni mifano tu ya mambo mengi sana ambayo serikali imeahidi. Na sio serikali pekee, ni rais mwenyewe kwa mdomo wake yeye mwenyewe. Na kama anavyosema Odipo ni kwamba anatoa hata timelines kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja tutakuwa na mabwawa mengi sana ambayo yatajengwa na serikali. Mabwawa madogo 1000 na mabwawa makubwa kabisa ya kusaidia wakulima, na ndipo tutosheleze mahitaji ya chakula hapa nchini Kenya, mengine 100. Ni vibaya kweli wa Kenya wanapouliza miaka 2.5 baadaye ni kipi kimetekelezwa. Maswali haya yanapoulizwa na Wakenya, yanapoulizwa na viongozi kutoka upande wachache, yanapoulizwa na viongozi hata kutoka upande wa walio wengi, sio kusema kwamba rais ni wazimu. Ni kile ambacho ushuru shatolewa, ndio pesa kila mwaka 2.5 trillion shillings zatolewa na Wakenya kama ushuru. Hizo ndizo pesa ambazo KRA inakusanya. Hizi pesa zote ni vizuri serikali pata kueleza zimetumika vipi. It's easy. Ni jambo tu kuelezea tu, si kusema kwamba mtu ni wazimu ama vipi hata. Na kusikia wewe rais amesema tunasema yeye ni wazimu, na amesema mtashangaa mbalimbali za serikali kwamba ni ushauri ambao pengine haungefaa. Yale mambo yakifanyika jinsi yalivyofanyika Nakuru, wale ambao walikuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba mchezo huu unaigizwa tu kama mchezo wote mwingine wa kawaida, haungeibua mihemko jinsi ulivyofanya. Na nadhani kuna mtu alishika handball mahali Bosfuna anavyosema kwamba baadhi ya masuala mengi ambayo hufanyika humu nchini, sio tu swala kama la Nakuru, baadhi ya masuala mengi ambayo hufanyika na baadaye yanakuja kuifedhehesha serikali, yanakuja kuionyesha serikali kama ya aibu. Mfano kama lile swala la kuagiza wale viongozi wa Western Sahara waje humu nchini. Nadhani unataka kuniambia kwamba hakuna mwanadiplomasia yeyote katika Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni hakuwa nafahamu kwamba lile halikustahili kufanyika? Walifahamu, lakini pengine kwa sababu ya maslahi ya kibinafsi waliacha hilo swala liende jinsi lilivyokuwa, na sasa tukakuwa na tatizo kubwa sana na ufalme wa Morocco, kwa sababu lile taifa liko chini ya himaya ya Morocco, ama Morocco inadai kwamba liko chini ya himaya yake. Masuala mengi tu yamefanyika humu nchini ambayo unaona pengine ingefanyika tofauti. Yalivyosema Lincoln, ingefanyika tofauti, pengine Wakenya wangeona kwamba unajua si makosa pengine hata kuomba msamaha kwamba nilidhani hili swali litaenda hivi, lakini usadiki na ukubali kwamba sikutarajia hivi, na Wakenya tunaweza elekea mrengo huu. Alipokuwa na uongozi wa ujamaa nchini Tanzania, mwanzilishi wa taifa hilo Kambarage Nyerere ilifika mahali kile ambacho Kambarage alifanikisha sana nchini Tanzania ni umoja.
wa taifa hilo. Lakini katika masuala ya uchumi na sera za uchumi alisadiki na akasema kwamba katika mkondo wa uchumi tumefeli. Wacha niondoke, nimpishe mwingine ambaye pengine ataleta sera ambazo kuenda zikalikwamua Tanzania kutokana na ufukara na umaskini ambao ulitokana na sera zake za ujamaa ambazo hazikulikuza taifa hilo kiuchumi. Ndio masuala ambayo tunayajadili hapa. Ikifika mahali uone kwamba pengine sera zako ama pengine kile ambacho umelenga kukifanya, kuna baadhi ya watu ambao wanakushauri hawafai, unaweza kuwapiga kumbo au uendeleze ajenda tofauti ambayo na Wakenya wale ni Wakenya wale watakubali, rais alifanya hivi ama waziri alifanya hivi ama mkurugenzi wa kampuni fulani alifanya hivi, lakini akaona alikuwa anapata ushauri usivyo na amerekebika na mambo yanaendelea vyema. Anapozungumza hivyo kwamba Sifuna tunaweza tukaita mkutano wa old boys ama founders wa chama na baba ameketi hapo. No. What do you think about it? Mimi naona kwa upande mmoja ni kuingilia mambo ambayo hayakuhusu, kwa sababu kama ilivyo sasa rais sio mwanachama wa ODM. Hata kama alikuwa miongoni mwa wale founding, wangapi ambao walikuwa founding wa vyama kadhaa na hawako katika vyama hivyo saizi na wana usemi wowote wa chama hicho kwa sasa. So jua hapa kwetu Atea vyama vya kisiasa huundwa zinatoka what purpose vehicles for elections, kuna neno hapo sikumbuki, ili tu kushinda uchaguzi. Nani ametupatia guarantee kwamba 2027 chama ambacho rais atasimama nacho itakuwa ni UDA ama itakuwa vipi? So Raila Odinga kuwa pale na rais kuzungumza hivi pengine inaonyesha kwamba anajua kwamba huyu ataniunga mkono, it doesn't matter, tuko naye sasa, tushaingia katika hicho kikapu kimoja, ninaweza kusema kitu ambacho nataka kusema na kuna kitu kitafanyika. Kwa sababu yale ambayo Sifuna aliyasema ni mambo ambayo yako vinywani mwa wengi ambao wanaona yale ambayo yanafanyika na wanasema mbona maamuzi kama haya yanachukuliwa, mbona hatua kama hizi zinachukuliwa ambazo hazi make sense. So anamwambia rais wale ambao wako na wewe wakati mwingine ndio wanakushikisha handball kila mara. So ni mambo ambayo yako vinywani mwa wengi na aliamua kusema hapo. Lakini ukimwona rais alivyozungumza, watu wengine uso wake akizungumza ni jambo ambalo lilionekana kumkera sana. Na kwa maoni yangu Raila Odinga angemtetea zaidi Secretary General wake wa chama chake. Licha ya kuwa wameshaingia huko katika broad based, akizungumza jambo kama hilo pale hadharani mahali walikokuwa katika function waliokuwa na wale ambao walikuwa wanahudhuria, ingekuwa muhimu kwa Raila Odinga kumtetea yule ambaye ni Secretary General wa chama chake, kwa sababu yeye bado ni kinara wa ODM. Angemtetea zaidi. Angemtetea na hako na uwezo. Na tofautiana nayo kidogo Jamila unaposema kwamba masuala ambayo alizungumza rais hayamhusu, ni kama kuingilia bomba la mtu mwingine. Yanamhusu kwanza mwanzo mpaka mwisho. I think kwangu naona turudi nyuma kidogo ya tuangalie wakati ambapo Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Amolo Odinga walipokuwa wanatia saini yale makubaliano kwamba tuwe na serikali pana kidogo, na wakawa na zile points 10 pale KICC. Hata mavazi ya Sifuna yenyewe yangekwambia kwamba ni kama alishtuka ghafla bin vu, ni kama hapo na pia ukisikiliza hotuba ambayo ilitoa pale sema kwamba niko hapa in my capacity as the Secretary General of ODM, na katika wadhifa huo wangu kuna masuala ambayo ninawajibika kisheria kuyafanya. Sio kwamba nafanya hivi kama seneta wa Nairobi, ila nafanya yote haya na kusoma mwongozo huo wote kama nani? Kama katibu wa chama cha ODM. Yamaanisha nini? Aliyasoma kwa sababu lazima angeyasoma, sio kwa sababu aliyaamini. Na pia ukimsikiliza zaidi, na umsikilize pia James Orengo, seneta wa kule Siaya, wamekuwa na ujumbe kwamba hata kama tu ndani ya serikali, hata kama tunashirikiana na serikali, kuna mambo ya kimsingi ambayo hatuwezi kuyaunga mkono. Mfano wakatoa abductions, utekaji nyara ambao umekuwa ukitekelezwa hapa, kwamba ODM haiwezi kuwa katika serikali ambayo inateka, serikali ambayo wakati wa maandamano ya sufuria, maandamano ya ugali, kuna vijana walioaga dunia na hadi sasa hivi hakuna afisa hata mmoja polisi ashaoingia ndani. Kila ambacho na Jamila naona rais hapendi ni mtu ambaye anamkosoa. Yaani ni kama yeye akisema ni right, kila mtu anafaa kwenda ni right. So kama Raila Amolo Odinga ashaingia, tuzungumzie lugha mtaani, ashaingia box, ashaingia ndani vizuri, Sifuna na wengine wana mawazo kinzani. Na rais ana tatizo na hilo.
ni kwa njia gani wewe utaniambia hivi, ili hali principal wako yukimia hapa, amekaa hapa na mavazi meusi, ametulia tu, hayaoni yale ambayo yanaendelea serikalini. Raila anayaona lakini ananyamaa. Mbona wewe kimbelembele? Mbona wewe wazungumza? Mbona wanikumbusha kazi yangu nikana kwamba sijui kulikuwa na mambo kule Butere Girls, nikana kwamba sijui na sifuatilie na sipewe intelligence kile ambacho kinafanyika kule Nakuru. Sifuna kuongea sana na kumkumbusha rais kwamba ndio tuna wataalamu watano serikalini, wale experts kutoka ODM, akiwemo si waliitwa wataalamu, yes. Waliitwa ni experts ambao wameenda ndani ya serikali kusaidia kwa sababu serikali imelemewa kidogo. Mbona tukumbushwe kwamba kuna mengine yanayoendelea kando ambayo Wakenya hawayafurahii? Sifuna ni mwiba ndani ya mpangilio huu mzima, na rais angependa sana mtu ambaye anatukumbusha kwamba hata kama yote yanaendelea kuna mengine ambayo mwananchi anasema la. Lakini kumalizia, Raila Odinga ambaye tumemjua kisiasa kwa kipindi cha kutoka nadhani miaka ya 90, anafahamu tosha kile ambacho anakifanya, kama mchezo wa kuigiza. Kwa upande mmoja anafahamu tosha kwamba kuna asilimia kubwa ya Kenya ambao wanaonekana kukosoa serikali ambayo yuko ndani, na mwenyewe amesema kwamba sisi hatumo ndani ya serikali hata kama inaonekana bayana kwamba wako serikalini. So kwa upande mmoja kuna wale ambao wanakosoa serikali na wako katika chama cha ODM, na kuna wale ambao wameingia mzima ni kama ile kwaya kusifia rais. Sasa ikifika mahali ambapo sasa itabainika kwamba rais ametekeleza yale ambayo amefanya, basi wataingia wote mzima. Lakini ikifika mahali ionekane kwamba asilimia kubwa zile ahadi wakiingia zile 10 points agenda alivyosema Lincoln hazijafanyika, basi huu mrengo wa kina Sifuna na kina Orengo wataenda nao sema sisi tumekuwa tukimtetea mwananchi wa kawaida. Ni siasa tu ambazo zinachezwa hapa. Twende hapo kwenye hoja zao.